Wewe takuumiza eti mimi. Yaani nitakuumiza nakwambia hii kesi bado haijaisha. Hii kesi bado haijaisha. Yaani nitakupasua kila mahali. Yaani kisha nikosea una utaama Arusha nakwambia. Arusha utaama. Wewe Sinza utaama nakwambia. Sawa. Wewe unaitwa Sinza. Yaani nitakwambia bwana Nyamala sasa hivi ndawa Kongoe. Na una bahati yaani nitakukua. Dogo. Vipi afya? Kama kawaida. Kweli? Ndio. Tusikilize tamani. Unasoma muda ngapi? Nasoma chuo. Na wewe ni mkazi wa maeneo haya? Ndio. Sasa mani nilikuwa na shida. Kuna mtu nilikuwa namuulizia rafiki yangu. Jamaa fulani hivi anasoma muda na chuo. Msela kwamba kipaji cha kuimba, kucheza. Anaitwa Caesar kama sio unampata mcheshi tu mtu kama demu fulani hivi. Sio unamjua jamaa? Nampata. Anaimba anacheza nini? Si mzee wa watoto. Anasoma huko. Sinampata hizi. Mbona shida naye? Sijui naweza kumpata. Kwa sababu nimepotezana muda mrefu sana alafu mawasiliano yake sina. Kwa hiyo nimesikia anasoma chuo na anakaa mtaa hii. Kwa hiyo nimeona nije nimtafuta maeneo haya kama nitaweza kumpata. Bro bana. Yule alikuwa kwanza ni mtu wa toto. Naelewa. Alifumaniwa bana na mke wa lecture. Sasa kuanzia hapo sikumuona tena. Sasa hivi nina kama mwezi mmoja hivi miwili nadhani sijamuona kabisa. Alifumaniwa bana. Kwa hiyo kawaje? Ndio sasa kuanzia hapo hivi ndio sijamuona tena chuo, sijamuona darasani. Kuna mbele kama hujamuona yule mwezi mmoja hivi, kati ya mwezi mmoja miezi miwili hapo sijamuona kabisa. Kwa hiyo sasa hizi nisaidie hata mawasiliano yake kama unaweza kupata. Nampigia sababu hata namba zake zenyewe hazipatikani. Sababu ni hapo kuna hata na 65. Yaani ngoja niangalia hapa. Ni hiyo 65. Asante basi sana mama, nashukuru sana kwa muda wako. Haina noma. Fresh. Bana ile bana. Jamaa upatikana yetu nao mkoa mgumu. Ndio, nimekuja mpaka ile mazingira kabisa. Nimejaribu kuongea na watu baadhi. Lakini naona kama huyu mtu hayuko kwa kabisa. Kwa nini naona hayupo kabisa? Kwa sababu ndio upande hayupo ndio. Mimi nilikuwa naona tu hebu naomba tuache kwa mtu tuachane nayo. Atupotezea muda mrefu. Na kesi nyingi za kufuatilia za maana sana. Ni wiki ya pili sasa nipo huko. Sawa mtu. Niache basi. Huko ndani kuna nani? Mbona univute huko nje? Yaani nimetoka nilipotoka, labda nipokee vizuri unajua nivitia nje. Kuna nani huko ndani? Nimejao sana. Jau ndo nini? Mbona sikuelewi? Aisee mimi naenda. Jau kila siku jau. Jau ndo nini? Huko ndani ndo mara ya kwanza kuingia. Yaani nasikia unaingiza mademu zako huko ndani. Hapo unajua unaniambia jau. Jau ndo nini? Sikuelewi. Jau nini? Yaani nini niambie jau nini? Mimi ndo naenda hivyo ndani. Si umesema kaka anaumwa? Na mimi ni vizuri nifahamike kwa ndugu zako. Nikanipata na kunipata ndugu zako na wajua. Sikia.
Nisikie nini kwanza niache? Nisikilize basi. Nikusikilize nini? Yaani mara ya kwanza kuingia ndani. Nataka uingie ndani. Ndio nataka. Sawa, ndani utaingia ila nitakwamba Jambo gani? ile siri yangu. Yaani Siri ya nini? Haya basi twende. Siri. Ndugu wako kaka. Nani wanagonga na kuingia? Kumbe dogo. Dogo wanagonga hapo kuingia kati baka bwana. Shemeji habari. Mimi nani? Usinuli nilikwambia kipindi kile kama wiki 3 nne zinapita kwa bwana. Nakuta nishaolewa. Ya siku hizi naona. Mimi wananiambia habari. Anambia mimi kakako wangapi mpaka ananiambia mimi habari. Mbona mwanamke mwenyewe ana adabu? Shemeji nimesikia unauma mtu. Wewe. Tena uondoke huko ndani. Mimi siwezi kuongea mtu ambaye hajui kusalimia watu wakubwa. Shemeji shikamoo samahani. Sasa ndo mambo. Wewe mtu mzima unaniambia habari. Wewe kweli? Dogo. Wewe mdogo wangu wangapi wewe? Wa 6. Huyu ananiambia mimi habari. Shemeji bwana. Shemeji unauma nini? Nasikia unauma. Shakira kwa ushanivuruga hapa yani. Mpaka naanza kusikia joto. Naona tu malazi ya duniani bwana shemeji maana. Dunia dawa limwengu shujaa. Nini shida? Hata sielewi, tumezunguka huko hospitali kile tukienda kucheki matokeo hayaeleweki. Dogo anapewa majibu ambayo hayafahamiki. Mwisho wa siku hapa tumepanga dogo ni saa ngapi? Ni leo au ni kesho? Kesho. Mapema saa 12. Kesho ndo tunaenda hospitali ya mwisho kwenda kuangalia naumwa nini. Maana mpaka sasa hivi hata sielewi naumwa kitu gani. Pole maana huyu kanipokelea nje nikajua uko na madeni zake. Alipokelea nje sasa nashangaa ananiambia usiingie ndani kaka anaumwa siri. Siri ipi sasa? Mazi mengine kweli ni siri. Ya mdogo wangu hana shida. Yaani katika swala sijui la naniwe la kusulula, alafu mimi nishakukataza kubonyeza hiyo kidude chako hivi. Mimi sipendagi kabisa ya makelele ya vidude. Utaenda kubonyezea huko nje? Sawa. Mimi nakwambia naumwa hapa. Alafu wewe ndio umejipulizia hiyo perfume. Shemeji yako sianukia. Harufu yani hatari. Inanukia vizuri, sijawahi kusikia harufu inanukia. Ni perfume gani hiyo shemeji? Soplove. Kisoplove. Hilo jina lenyewe tu kiseovu hapo. Mdogo wangu ongea bwana. Sasa shemeji ananukia shemeji. Alafu wewe si nimekuagiza uniletee embe. Ziko wapi? Chaza kuzungua gaza. Yani nimekwambia embe na udongo. Kwani hivyo ni vitu vya ajabu? Embe tena udongo. Kwani shemeji hivyo ni vitu vya ajabu hivi? Hivyo ni show za wajawazito. Za wajawazito nini jamani, mtu akila embe mbichi mpaka mjamzito hadi udongo. Mimi mbona kaka yangu nani yule mtoto nani wa baba mkubwa alikuwa anakula gani madaftari yangu? Anakula madaftari, anakula godoro, mbona hakuaga hata na mimba? Lakini kwa kweli naona kama dalili za mimba hadi udongo sasa vipi? Wewe mbushika adabu yako wewe. Dalili za mimba unazijua wewe. Mtu anayekula udongo ushawahi kuambiwa wapi mtu anayekula udongo ana dalili za mimba? Basi shemeji yangu basi. Mbona mdomo hivi? Kabila gani? Mpale. Pale ndo anaongea hivi aisee. Mdogo wangu, hebu kaniletee hizo hizo embe kwanza. Maana mimi nasikia hamu ya kula embe hapa, mnaanza kunichanganya. Mimba. Basi shemeji ngoja na mimi. Wewe unaenda wapi bwana? Hiyo harufu yako mimi yani najisikia amani, najisikia burudani kabisa. Wewe mwache yule aende. Na msindikizo tunaenda naye narudi sasa hivi. Usijali, mimi hapa ndo nimefika. Dogo, hakikisha unarudi mapema. Hii harufu ya perfume sitaki kuikosa huko ndani. Tena muwai kabisa kurudi hapa. Embe na udongo si sawa. Sai. Kijana kitu mimba mmekaa hivi. Shenzi nini? Naye anampa mkoa na mimba sasa. Mimba na mimba. Mimi naona watu hapa najisikia kula vitu vitamu udongo, embe mbichi, sijui na nini. Yaani kuna vitu fulani hivi lakini nakimbilia kukurupuka mimba. Mimi ndo na hapa tu mimba, mimi kaingia mimba bila mimba.
Mbona kama dalili ninavyoziona kwa ni dalili za mtu mwenye mimba. Maana ukiangalia mtu anakula udongo na maembe mabichi, ndio. Yaani mimi hata sielewi, yani sijui shida nini, ila kesho asubuhi nitafanya mpango. Ukiamka tu mapema sana, naweza kufika tena hospitali ukacheki afya yake, sijui shida ni nini. Na mara ya kwanza kama nilivyoenda hospitali ilikuwaje? Majibu yanakuja. Sasa majibu yanakuja ni majibu ambayo atafakariki yani. Yaani unajua kwamba lipi nili. Yaani huwezi kuamini yale majibu yanayokuja. Unaona? Ila somba kesho tukiamka hivi asubuhi, sasa hivi tunakwenda kufanya check up kidogo tujue shida nini. Salama karibuni. Hapa naona kuna maembe. Udongo upo? Upo. Upo. Maembe unauzaje? Maembe 300. Na udongo? Shilingi 100. Msaidie kuchagua hapo hivi tuone. Bichi. Jumla shilingi ngapi dada? Inakuwa 400. Hapo sawa. Asante. Karibuni tena. Haya. Aise. Kuna wakati yani ilikuwa kama nina dawa hivi. Nilikuwa na uwezo wa kuchanganya wanawake 2 3 mpaka 4. Lakini safari sijui na kitu gani kimenikumba. Haya maradhi gani yanayouma? Hii ni hatari. Kuja kukusikiliza wewe, alafu taingia asubuhi unanivuruga, yani nashindwa hata kuconcentrate na mambo ya music na kozo hiki za kufanya. Hiyo yote nimeacha kuzifanya kwa ajili yako, lakini unashindwa kunielewa. Nini shida? Yaani shida ni baby, tunatembea njiani, umesuka nimesuka. Nani ataonekana na nani asionekane? Nimeshakwambia baby muda mrefu sana. Nimekwambia mamangu, yani muda mrefu kwamba mimi nina project. Kuna project ambayo natakiwa nifanye nifanye maigizo. Na hayo maigizo mimi natakiwa niigize kama Mnyarwanda. Sasa mtu ambaye ameandaa hilo igizo amesema tu atanipa hela nyingi. Sasa mimi nafanyaje Nikinyoa hizi nywele nikisema nizitoe sasa hivi mimi sitoweza kupata hiyo nafasi ya kuigiza. Atachaguliwa mtu mwingine ambaye ana nywele ndo watamweka, sio mimi. Okay, short and clear. Kwa hiyo nywele zako muhimu kuliko mimi, si ndio? Tuingia first year kwenye tamasha lile la talent show tulivyoona, na huu ni mwaka sasa. Uliniona nikiwa na hizi nywele, japokuwa yamkini kipindi kile zilikuwa bado hazijachanganyika sana, lakini kwa na nywele na bado nilikuwa nasuka style hizi. Lakini ulinikubali hivyo hivyo, na kuna kipindi wewe mwenyewe ndio ulikuwa unanisuka. Sasa inakuwaje leo hivyo unakuja unaniambia mimi ni hatuwezi tukamove on. Nice, ilikuwa ni dawa tu. Dawa ni nini? Hakuna dawa. Sikiliza basi Faye, sikiliza. Mimi aise. Kuna wakati ilikuwa kama nina dawa hivi. Nilikuwa na uwezo wa kuchanganya wanawake 2 3 mpaka 4. Lakini safari sijui na kitu gani kimenikumba. Haya maradhi gani yanayouma? Hii ni hatari. Nisikilize. Nakusikiliza. Kwanza hapa fight ondoke zetu. Hapa fight ondoke zetu hapo. Sawa. Wewe mdada. Alikwambia nimemwacha nani? Wewe si muondoka hapo umwacha. Mimi nipo kwa ajili yake. Alikwambia nimemwacha nani? Mimi nipo kwa ajili yake. Kwa ajili ya nani? Mimi nipo kwa ajili yake. Umeondoka umemwacha. Koma dada, koma. Sawa? Siwezi koma dada. Sasa lakini. Sasa nini? Unampenda nani? Unamtaka nani?
nitamia ndo na kulala mabusu. Yaani wewe una bahati. Tena una bahati ninaumwa. Ungekuwa bila kuumwa, ungepasua zaidi ya hapo. Wewe unajifanya Siza wewe? Eti mimi naitwa Siza. Siza wa nani? Ndio kaenda kuniharibia mimi mtoto wangu kwa sababu jina lako? Sasa wewe kama Siza mimi Mwananyamala, nitakupasua zaidi ya hapo. Wewe. Yaani una bahati naumwa. Ikimekukolea? Yaani na bado zaidi ya hapo. Yaani kakaangu tu ameweza kusolve hii kesi bila yeye. Yaani ningekuumiza zaidi ya hapo. Na bado wale vijana wale kuleta hapa bado nitawatuma tena. Yaani ni trailer bado filamu kamili. Fungulie tu mama. Nikufungulie nini? Utakaa kule mpaka usiku. Uondoke. Yaani mpaka kiu yangu iishe. Yanakwambiaje? Hii ni trailer bado movie kamili haijamalizikia. Wewe takuumiza eti mimi. Yaani nitakuumiza nakwambia hii kesi bado haijaisha. Hii kesi bado haijaisha. Yaani nitakupasua kila mahali. Yaani kisha nikosea utaama Arusha nakwambia. Arusha utaama. Wewe Siza utaama nakwambia. Eti naitwa Siza. Yaani nitakwambia Mwananyamala sasa hivi ndawa Kongoe. Na una bahati yaani Niache. Hapa pashakuwa jao. Bora niende zangu tu nikakae ndani. Yaani dogo mimi ndo maana kwa yaani sitaki yaani Mungu ananichanganya. Yaani katika kila hospitali tunayoenda wananiambia sasa sijui matokeo sijui amefanya nini. Sasa matokeo yamefanya nini? Matokeo yanaonyesha jao ngapi? Karibia story karibia hospitali 4 nzima unaniambia matokeo. Yaani matokeo tuamini kaka nikuonyesha. Nataka uamini. Yaani mimi ndo nataka unipe matokeo yangu kwa sababu mimi haiwezekani naumwa ugonjwa ambao sijui hata naumwa kitu gani. Matokeo ningekupa kaka hutoniamini. Wewe nipe bwana matokeo bwana. Hayo kila muda hapo. Matokeo ndo haya kaka. Ndio maana kwa sitaki kuonyesha bwana wangu. Hujachanganya huko ndani kweli unaingia hospitali? Hamna kaka, sijachanganya, ndo hayo. Siza. Wadogo ngoja kwanza. Hujachukua uingia hospitali wewe maana wewe unajua muda mwingine una wengi. Hujachukua matokeo ya mtu mwingine ndio. Hamna, mimi niko makini sana kaka ninapochukua. Niko makini sana ninapochukua matokeo yetu. Ananisumbua mimi saa hizi. Dogo. Sasa basi yaani mimi nina mimba. Maana kwa sitakuonyesha, nilijua nikuonyesha na kwa hivyo yani. Yaani kwa jao sana matokeo haya.
Yao sana. Dogo ya matokeo bwana, mimi naona kama umechanganya. Haya. Hebu turudi tena pale hospitali. Hamna kama hiyo ndio haya. Aise. Ona. Yaani mwenyewe changanyikiwa. Ngoja kwanza nifike home kwanza hapo. Wana mimi sielewi.